namna ya kusikiliza sauti ya Mungu. Namna ya kusikiliza sauti ya Mungu. Kwa nini tunaangalia namna ya kusikiliza sauti ya Mungu? Ni kwa sababu katika maisha na kizazi hiki tupo katika kizazi cha kelele. Kizazi cha kelele, na zipo kelele nyingi. Jana zimetajwa kelele 5 na zipo zaidi ya kelele zaidi ya 20 au 50, ukiendelea kuzitafakari moja baada ya nyingine. Na tunaongozwa na neno la Mungu toka katika kitabu cha Samueli ya kwanza sura ya 3. Samueli ya kwanza sura ya 3. Tutarudia tena kusoma Samueli ya kwanza sura ya 3. Neno la Mungu linasema, basi mtoto Samueli akamtumikia Bwana mbele ya Eli. Na neno la Bwana lilikuwa adimu siku zile, hapakuwa na mafunuo dhahiri. Ikawa wakati huo Eli alipokuwa amelala mahali pake, tena macho yake yalikuwa yameanza kupofuka hata asiweze kuona, na taa ya Mungu ilikuwa haijazimika bado. Na Samueli alikuwa amelala katika hekalu la Bwana, palikuwa na sanduku la Mungu. Basi wakati huo Bwana akamwita Samueli, naye akasema, mimi hapa. Akaenda akamwendea Eli kwa haraka, akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Akasema, sikukuita, kalale tena. Naye akaenda akalala tena. Bwana akaita mara ya pili, Samueli, Samueli. Akaondoka akamwendea Eli akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Akajibu, sikukuita mwanangu, kalale tena. Basi Samueli alikuwa hajui kama Bwana bado. Samueli alikuwa hamjui Bwana bado, na neno la Bwana lilikuwa bado halijafunuliwa kwake. Bwana akamwita Samueli mara ya 3, naye akaondoka akamwendea Eli akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Ndipo Eli akatambua ya kuwa Bwana ndiye aliyemwita yule mtoto. Kwa hiyo Eli akamwambia Samueli, enenda kalale, itakuwa akikuita utasema, nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Basi Samueli akaenda akalala mahali pake. Bwana akaja akasimama akaita vile vile kama kwanza. Samueli akaita kama kwanza, Samueli, Samueli. Ndipo Samueli akasema, nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndugu zangu, katika tafakari hii ya siku ya leo juu ya habari ya Samueli, Samueli hakupata kuelewa nani anamwita, ingawa palikuwa na utulivu usiokuwa wa kawaida. Hakupata kusikia, ingawa palikuwa na utulivu. Sisi leo tunashinda kusikia sauti ya Mungu, ingawa kuna kelele. Hapo kuna tofauti. Tutaona kwa kadri tutakapoenda kujifunza. Tumeona jana kasema Samueli hakupata kuelewa kwa sababu
alikuwa ni mdogo kiroho. Kwa hiyo kwenye kizazi cha leo kuna vitu ambavyo tunavipitia. Mungu anaongea na mtoto wake wakati yeye mtoto ameomba, lakini huyo anashindwa kuelewa. Kuna vitu ambavyo tunamuuliza Mungu, Mungu mbona hujajibu? Mungu mbona hujajibu? Kumbe Mungu alishajibu, na alipojibu hukusikia, na alipokueleza hukuelewa, na wewe unakwenda kama Samueli alivyoenda. Samueli alichokifanya, aliitwa Samueli, yeye anachomoka huko anaenda kwa Eli, anamwambia baba umeniita, akamwambia hapana, sijakuita, nenda kalale. Halafu anaenda analala, anasikia tena anaitwa, na yeye tena anakimbia anaenda kwa, pamoja na kwamba alikuwa kwenye nyumba ya ibada, lakini lugha ya ibada kwenye nyumba ya ibada hakuielewa. Na ndivyo hivyo katika wakati wetu, tunaweza kuwa kwenye nyumba za ibada, lugha ya ibada hatuielewi, Mungu anaongea na sisi hatuelewi, na kwa namna fulani, je, kwa nyumbani ndio tutaelewa? Kanisa la Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Yupo kwenye nyumba ya ibada, lugha ya ibada ielewe, Mungu anaongea naye amuelewe. Je, akiwa nje? Hiyo ni pointi ya kwanza. Samueli alizoea sauti ya Eli na wala sio sauti ya Mungu. Kwa hiyo kwa sababu alizoea sauti ya Eli, asingeweza kung'amua sauti ya Mungu. Na kwenye kizazi cha leo kuna sauti nyingi duniani zinaongea, lakini tuna uwezo wa kutafsiri zile sauti, tuna uwezo wa kuzielewa zile sauti, kwamba hii ni sauti ya Mungu au hii ni sauti ya binadamu. Tunaweza tukaelewa hii ni sauti ya ulimwengu au ni hisia zetu na mitazamo yetu. Tunaweza tukaelewa kwamba hii ni sauti ya Mungu. Kwa mfumo huu kwenye kizazi cha leo tutakwenda kujifunza katika wiki hii, na Mungu akitupa kibali hata wiki ijayo, namna ya kupima sauti, namna ya kuelewa sauti, namna ya kutambua sauti, ili Mungu anapoongea na wewe uelewe kwamba hapa ameongea na mimi. Kanisa la Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu, Samueli alikuwa chini ya uangalizi. Kwa hiyo wakati fulani asiweze kuelewa, na kuna watu ambao wanakaa chini ya uangalizi miaka nenda miaka rudi, na penyewe tutapitia. Samueli akili yake ilizoea sauti ya binadamu, haikuzoea sauti ya Mungu, na ndio maana Mungu anapomwita mahali fulani alipokuwa, yeye amezoea sauti ya binadamu, anakimbia kwa binadamu badala ya kusikiliza sauti ya Mungu. Alizoea sauti ya binadamu, hakuzoea sauti ya Mungu, kwa sababu alikuwa chini ya uangalizi. Tumishi wa Mungu Samueli alipozoea ile sauti ya Mungu, mpaka nabii Eli alipomwambia ukiitwa sema niko hapa, niko tayari kusikia. Kwa hiyo alipoitwa mara ya mwisho akasema niko hapa, niko tayari kusikia, akapewa maelekezo, lakini wakati wote alikuwa elewa. Na hivyo nafuu ya kuwa na kiongozi aliyeko chini yako ambaye yuko tayari kusaidia. Wakati ule ulikuwa ni ngumu mno. Neno la Mungu Biblia imesema ilikuwa adimu, na palikuwa na uovu usiokuwa wa kawaida. Unaweza kuwa na kiongozi kwenye hii dunia, yeye akatamani Mungu aongee na yeye, asiongee na wewe. Na hii ni hatari kwenye kizazi cha leo. Kuna watu wasiotaka wenzao wasikie sauti ya Mungu, ila wao ndio wakae wakisikia sauti ya Mungu. Hii lazima uelewe. Alishajua anayeongea naye Mungu, akamwambia ukisikia unaitwa sema niko hapa na niko tayari kusikia. Kuna wengine wanazuia baraka za wenzao, wanatamani wao wakae wakiwa ni wao wanaosikia Mungu peke yao, wengine wasisikie. Sio kama umeelewa. Jambo la tano, neno la Mungu lilikuwa nini? Ukisoma kwenye ile Samueli kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza, basi mtoto Samueli akamtumikia Mungu mbele ya Eli, na neno la Bwana lilikuwa ni siku zile. Hapakuwa na mafunuo dhahiri
Niliuliza swali, ni assignment, ni kazi ya nyumbani ambayo utaifanya leo na kwa wiki hii. Je, kwa kizazi chetu tuna mafunuo dhahiri? Na kama sio mafunuo dhahiri, je, mafunuo hayo kukosekana ni kwa sababu hatuna neno alihubiriwi? Na kama linahubiriwa tunasikia sauti hiyo ya Mungu, na shida iko wapi? Hiyo ni assignment, ni kazi, tutaulizana baadaye. Viongozi wetu wa kiroho wanao mchango mkubwa, lakini sisi tunatakiwa kuwa na utii ili tuweze kuelewa. Waumini wanajua, waumini kama Samueli alivyokuwa, na vile vile waumini wanajua desturi za ibada, lakini hawamuoni Mungu na wala mwelekeo wao. Unaweza kuwa hujasikia sauti ya Mungu, ni sawa, au tofautiani na waumini ambao wanajua desturi za ibada, lakini hawaoni mwelekeo wa Mungu. Kwa kizazi cha leo, waumini wana ratiba ya kanisa, lakini hawaoni maono ya kiroho. Waumini wa kizazi cha leo wana macho wazi, lakini roho hailioni neno la Mungu. Waumini wa leo tuna ubatizo, tumebatizwa, tuna ushirika mtakatifu, tunahudhuria ibada, lakini tunakosa mazungumzo binafsi na Mungu wetu. Tunakosa mazungumzo binafsi. Wiki iliyopita nilikuwa nimesafiri, nikaenda nje ya wilaya na nje ya mkoa kidogo. Nilipokuwa katika mahali fulani, kuna mtu mmoja alikuwa anapita, ana biashara yake anayouza. Nilikuwa nimeketi na rafiki yangu, tukiwa tumeketi, huyo akatangaza biashara yake. Rafiki yangu akasema, hapa sasa mimi sihitaji. Aliposema kwa sasa sihitaji, rafiki yangu akamuuliza swali yule mfanyabiashara mjasiriamali, akasema, unafikiri sisi tunaweza tukachukua hii biashara? Yaani tulivyokuwa tusingeweza kuchukua ile biashara, tulivyokuwa tusingeweza kuchukua ile biashara, tulivyokuwa tusingeweza kuchukua ile biashara yake. Baadaye akashtuka, akaangalia, akasema, umenijibu basi kwenye hii biashara ya muziki. Okay, kama muziki, ndipo tukapata nafasi ya kuongea naye. Rafiki yangu akamuuliza swali, je, wewe unamwamini Kristo kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Huyo akasema, mimi sio kwamba ninamwamini tu, yeye ni rafiki yangu. Akajibu, akasema ni rafiki yangu. Akamuuliza swali, mimi sikusema lolote, kwa sababu alianza kujibizana wao, nikaacha, kwa sababu ninaangalia uhusiano wa anayeongea na anayefanya biashara hiyo. Akamuuliza swali, unamaanisha nini? Huyo akasema, mimi Yesu ninamwamini, lakini ni rafiki yangu. Akatimambia, toa maelezo. Huyo akamwambia, ni rafiki kwa sababu siendi kumwabudu Mungu kwa maana ya jumuiya, ila yeye ni rafiki yangu, amenisaidia, amekuwa Bwana wangu. Akaanza kutoa ushuhuda, nikakaa nimeshangaa. Kwa nini nimeshangaa? Kwa maneno ambayo alikuwa anaeleza, anaonyesha uhusiano wake na Mungu wake binafsi. Okay, unamwabudu Mungu ndio, lakini ni rafiki yako binafsi, una uwezo wa kuongea naye na kutenda mambo makubwa ndani yako, au unaabudu kwa sababu unaabudu kama jumuiya ya watu wengine? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaweza tukaendelea hivyo na mila na desturi na tamaduni vikachukua nafasi ya Mungu, vikawa kelele, ikawa ngumu kusikia sauti ya Mungu. Dhamiri inapozimwa, sauti ya Mungu hupungua. Moyo unaovumilia dhambi hauwezi ukasikia sauti ya Mungu kwa uwazi. Samueli wa kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza, iwapo pale
tumesoma habari ya neno la Mungu kuhani, na si leo tuna neno mkononi, lakini linaweza lisiwepo moyoni. Unaweza kuwa una neno mkononi na Biblia ndio, lakini likawa halimo moyoni. Kusikia sauti ya Mungu kwa ni hatari kuwa kanisani, ila Mungu akanena na walioko nje ili akupe wewe uliyeko kanisani cheo, akimaanishi usikivu wa sauti ya Mungu. Unaweza kuwa kanisani ila watu walioko nje wakakusaidia kusikia sauti ya Mungu. Na hiyo kwa hatari. Samueli alikuwa kwenye jengo la ibada, amelala mle. Wengine wanakuja, Samueli na Eli walikuwemo, lakini huyu pamoja na kuwemo, uwezo wake wa kusikia ulikuwa chini. Nilieleza kidogo na nitaeleza kidogo tena baadaye, nitapata namna ya kueleza wakati mwingine. Hebu fikiri, una mtu nyumbani, unasikia mwanao anaitika, abe mama, anakuja mwambia, mama umeniita, mwambia wewe, nani amekuita? Rudi kafanye kazi huko jikoni ulikokuwa unapika. Anarudi mara anapika. Alafu baada ya dakika mbili unasikia, abe mama. Anarudi tena. Unamuuliza, hivi wewe umekuaje? Mimi sijakuita. Hivi mnaelewa? Huo wito anaoitwa na anakuja amekimbia, mama nimerudi. Unauliza, umeitwa na nani? Ni wito gani? Na hao wanakuwa wanapewa wito gani? Na hiyo inakuwa ni sauti ya nani kwa wakati ule? Tutaenda mpaka huko Roho Mtakatifu atatupa neno. Kwa nini unaitwa halafu unashtukia hakuna aliyekuita? Ni kwa nini? Hiyo sauti iliyokuita ni ya nani? Na unaelewa ni ya nani? Unaweza ukamwambia ni ya nani? Unaweza kutofautisha ni ya nani? Je, umeitwa kwenye ulimwengu wa mwili au umeitwa kwenye ulimwengu wa roho au umeitwa kwenye ulimwengu wa giza? Nani alikuita na kwa makusudi yapi? Tunaweza tukaelewa hizo sauti. Kama umesikia sauti na mtu amekuita na hujaelewa uliyeitwa, je, kama Mungu anaongea kwa sauti ya upole, utaelewa? Ni mada nzito kama hii kuelewa usipotulia. Inaweza ikaisha hivyo hivyo hata kama ni mwezi mzima ukatoka bila kuelewa. Inahitaji usikilize vizuri. Ni mada nzito kweli. Na ndio maana Mungu anaweza kujibu na sisi wakati fulani tukaendelea kuomba. Halafu Mungu akatushangaa. Mbona huyo aliomba nikampa? Halafu hajaelewa kama mimi nilimpa. Anabaki kushangaa. Lakini pia mbona wewe uliomba halafu nikakuelekeza mahali fulani utakapoenda ili upate majibu. Leo hii unabaki hapa. Unaniambia Mungu mimi naomba. Mbona wewe nimeshakupa majibu? Nimekuelekeza kwa fulani nenda akupe majibu. Ila hujaenda. Na unabaki pale baba naomba. Unaomba wakati shaka maelekezo. Namna ya kusikiliza sauti. Kanisa la Mungu Bwana Yesu. Uhusiano wa Samueli na kizazi cha leo. Uhusiano wa Samueli na kizazi cha leo. Samueli alikuwa na uhusiano na baba yake, si ndio? Ambaye ndiye kiroho. Lakini sisi uhusiano wake ukoje kwa watu? Samueli alisikia lakini hakutambua. Kwa hiyo ule mstari wa 5 mpaka mstari wa 7 Biblia inasema akamwendea Eli kwa haraka akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Akasema, sikukuita, kalale tena. Naye akaenda akalala tena. Bwana akaita mara ya pili, Samueli, Samueli. Akaondoka akamwendea Eli akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Akajibu, sikukuita mwanangu, kalale tena. Basi Samueli alikuwa hamjui Bwana bado, na neno la Bwana lilikuwa bado halijafunuliwa kwake. Na leo tunasikia neno la Mungu kanisani, lakini tunakosa kutambua kama ni Mungu anayependa sisi. Ni kwa nini? Kwa sababu kuna mambo mengine yanatokea kama hofu zetu. Katikati ya hofu ni vigumu mno kusikia sauti ya Mungu. Katikati ya mawazo mengi ni vigumu mno kusikia sauti ya Mungu.
katikati ya pressure za jamii, ni vigumu mno kusikia sauti ya Mungu. Ni vigumu mno. Samueli alikuwa katika hekalu lenye ukimya. Sisi tupo kwenye kelele za kielele. Narudia. Samueli alikuwa katika hekalu lenye ukimya, akashindwa kusikia sauti ya Mungu. Sisi tupo kwenye kelele za kielele. Maana yake huyo anaongea hivi, huyo anaongea hivi, huyo anaongea hivi, huyo anaongea hivi. Je, kuna namna ambayo utasikia? Bora zingekuwa kelele za staha. Samueli, sisi tuna influence, tuna marafiki, tuna TikTok, tuna Facebook, vyote hivyo wewe. Baada ya kumuuliza Mungu, tunakuja wabaya ambao wao wanakuwa sababu ya sisi kutosikia sauti ya Mungu. Samueli hakuwa na lugha ya kumjibu Mungu, na wengi leo hatujui namna ya kumsikiliza Mungu. Yeye hakujua lugha ya kumsikiliza Mungu mpaka Samueli, mpaka yeye anamwambia ukiitwa sema niko hapa, sema baba niko hapa, niko tayari kusikia. Yaani mpaka mtu aambiwe sema hivi. Na sisi hatuna lugha ya kusikia wala hatuna lugha ya kuongea, mpaka tuambiwe. Sasa utaambiwa na nani? Ndio utaelewa. Katikati ya Twitter na TikTok na WhatsApp na hizo ndio utajua. Kama unakaa huko sana huwezi kusikia. Tunasema sana ila hatujui kusikiliza. Kizazi cha leo. Samueli alikuwa mwaminifu, akaamka baada ya kuitwa, akakimbia hata kuitika. Sisi leo tunapuuzia kabisa. Mungu bado anaita. Mungu bado anaita. Mungu bado anaita. Ila sisi bado tuna headphone masikioni mwetu. Ukikutana na vijana barabarani, unakuta ameweka vitu masikioni huko, kinapiga muziki ba 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 ba. Hata ukimwita hasikii. Kama niko barabarani, gari linapiga honi kubwa, hasikii. Labda liwe la treni. Ana headphone kichwani. Kwa hiyo mtu mwenye headphone kichwani, huyu masikio hawezi kuelewa. Kwa hiyo hata sisi wengine zipo kelele. Mahali fulani kuna mtu alikuwa anatembea akasalimia shikamoo baba. Ameshafika mahali fulani anasema mwanangu marahaba. Marahaba ulikuwa wapi? Uwezo wa kusikia mawazo. Dunia imebeba vitu vingi. Unaweza kumsalimia mtu yuko mbali mno. Tena mmekaribiana hivyo. Sasa kama hajasikia sauti anayemsalimia, aliyeko karibu atasikia sauti ya Mungu. Halo. Halo. Anasalimiwa, hajui kama kasalimiwa. Kashafika kule ndani anasema marahaba mwanangu. Huyu amesalimiwa na binadamu mwenzie. Atawezaje kusikia sauti ya Mungu? Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Habari hizi ya Samueli nitupeleke kutafakari. Tunazungumza habari ya Samueli na Eli. Lakini kuna watumishi wengi waliosikia sauti ya Mungu hatujawaona. Unajua, wapo wengi waliosikia sauti ya Mungu, wapo wengi katikati ya shida waliweza kumsikia Mungu, katikati ya taabu waliweza kumsikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wana uwezo mkubwa wa kusikia sauti ya Mungu. Mnakumbuka hata kahaba Rahabu, pamoja na ukahaba wake, pamoja na shida zote alizokuwa nazo, lakini alipoona wapelelezi wameingia, yeye macho yake na masikio aliweza kusikia. Ndio, nimefanya ukahaba juu ya wanaume wengi, lakini hawa sio wa kawaida. Alipewa masikio ya kusikia, alipewa ufahamu wa kufahamu, alipewa uelewa wa kuelewa. Hawa ndio ni wanaume nimezoea kutembea na wanaume
Bwana Yesu asifiwe. Pamoja na ukahaba aliokuwa nao, lakini alipewa neema ya kusikia kung'amua kwamba ndio mimi kazi yangu nashughulika na biashara hiyo wanaume, lakini hawa sio wale wanaume niliokuwa nao, hawa ni wengine. Mungu aliyempa kahaba huyo masikio ya kusikia, akupe na wewe ya kwako usikie mahali ambapo unatakiwa kutoka, akupe hiyo neema ya kujua, akupe hiyo neema ya kung'amua, ili ukielewa Mungu wako wa mbinguni ataweza kukutengenezea baraka katika jina la Yesu. Haleluya. Namna ya kusikia, namna ya kusikia. Ninatamani sana Mungu atupe neema namna ya kusikia. Jana tuliweza kuomba kwa dakika chache, na ninatamani uwe kila siku wakati unaendelea, nafikiri utaelewa vizuri zaidi, kila siku tenga dakika 5 za kimya kabisa nyumbani kwako, dakika 2, 3, 5 za kimya kabisa. Wakati unaomba unatengeneza masikio yako yaweze kusikia sauti ya Mungu kwa ukimya kabisa. Unajua kuna maombi ambayo unaomba unarudia ndio, lakini kuna na ya kwamba ya kutafakari. Wakati unaomba pata na muda wa kutulia, sikiliza Mungu anajibu nini. Zipo sauti nyingi zitakuja pale, lakini omba Roho Mtakatifu akupe neema ya kusikia hiyo sauti kwamba hapa kuna majibu. Unapoomba ukasikia amani yako imeanza kushuka, ulikuwa na huzuni, ulikuwa na msongo wa mawazo, ulikuwa na vitu vingi, lakini ukasikia amani imeanza kushuka, ukasikia Mungu anaanza kushusha jambo jipya. Tambua kwamba Baba yako wa mbinguni ameshaanza kujibu, wala usiwe na mashaka katika hiyo, maana yeye anakuwa kazini katika jina la Yesu. Lakini unapoomba ukasikia bado unasikia kuna mzigo, ni kama vile umebana, kuna mtu anatamani kukaba koo, jua Mungu atajibu. Zipo maelekezo mengi, tutaendelea kuona kwa namna Roho Mtakatifu atakavyotupa hii neema. Dakika zilizobaki unaweza kusimama, alafu tumsihi Roho Mtakatifu atusaidie. Huyu aliyemsaidia Samueli, huyu aliyemsaidia kahaba Rahabu katika kusikia akasikia, na watu wengine waliowahi kusikia sauti ya Mungu, na sisi tuwe miongoni. Ibada inaweza ikawa ibada ndio, lakini ikakosa maana ya ibada kama Mungu asipoongea na sisi. Kiongozi wa ibada anapokuwa madhabahuni, akiangalia huku, huwa anatoa vilivyoko hapa madhabahuni ambavyo ndivyo vya kimungu anakupa wewe, na akiwa anageuka, maana yake analeta vya kwenu anaweka hapa. Kwa hiyo sasa usipoelewa sauti ya kutoka hapa kuja hapa na kutoka hapa kuja hapa, kama Samueli alivyofanya na Heli, ukashindwa kuelewa vinavyotoka hapa kuja hapa na vinavyotoka hapa kuja hapa, ibada yako haina maana. Mimi nafikiri wao mnaona tunageuka hivi, nafikiri ni kugeuka. Hatugeuki. Tukigeuka hivi tunabeba vilivyoko hapa tunaleta wapi? Hapa. Na vilivyoko hapa ambavyo ni vya kimungu tunaleta hapa. Kwa hiyo kama utaona tunageuka, wewe sema wanageuka. Lakini ambaye anaelewa kwa nini tunageuka, ataelewa kwa nini tumegeuka. Hatugeuki kwa sababu tunageuka. Tunageuka kwa sababu Mungu anaamuru tugeuke.